Kinyume na ikhlasi ni shirki, na kinyume cha sunna ni bid'a. Kitendo chochote kinachofanywa kwa bid'a hakina nafasi mbele ya Allah tabaraka wa taala, isipokuwa wewe uliyekifanya utaambiwa siku ya kiyama, haya mfate yule ambaye alikufundisha kitendo hiki. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yatabarra dhata yawmin wa yaqul inni bari'un min al-mubtadi'in. Natambua Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko mbali siku ya kiyama na watu waliozusha katika dini. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala amesema katika suratul Maida aya 3, anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo dini imekamilika. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tumepata dini ambayo tayari imekushakamilika, na fadhila na neema za Allah tabaraka wa taala ndani ya dini ya Uislamu zimekwisha kamilika. Hatuhitaji, la nahtaju ziyada wala naqsani, ziada ya dini wala upungufu hatuhitaji. Takiwa sisi tuchukue dini kama ilivyokuja. Kwa hiyo siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa mbali na watu waliozusha hadithun sahihi, la shaka fi. Na hivyo hivyo shirki, innal mushrikina wal mushrikat, hakika ya washirikina wanaume na washirikina wanawake, fi nari jahannam khalidina fiha abada, wataingizwa na Allah tabaraka wa taala ndani ya moto wa jahannam abadan, maisha yao yote wayamalizie humo, na hakuna mwisho baada ya kiyama, isipokuwa utakaa milele katika moto wa jahannam, zaidi ya vile ambavyo sisi tunafikiria. Maana ya milele ni zaidi ya vile ambavyo akili yako inafikiria. Kwa hiyo hauruhusiwi kuwa mushrik billah, na kama ulikuwa mushrik billah hapa duniani, basi Allah tabaraka wa taala amekupa nafasi, itumie na si nyingine kuleta istighfari na kutubia. Tawadha, salla rak'atayn, sunnati tauba, Allah tabaraka wa taala atakusamehe. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama hatosamehe dhambi ya mtu amefishwa akafa aliyokuwa ni mushriki. Kwa hiyo matendo mengi yetu sisi Waislamu yanaingia hapo, ima mtu atafata sunna na ima mtu atakuwa na ikhlas, na hii ndio siri ya kukubaliwa amali zetu katika uwanja huu wa kupita. Ndugu zangu katika imani, ama leo katika khutbati ya leo insha Allah biidhnillahi tabaraka wa taala hatutakuwa mbali sana na maneno ya Allah tabaraka wa taala, bali maneno ya Allah ndio muongozo wetu sisi katika kuzungumza. Ndani ya Qur'an al-Karim ziko sura 114 kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas. Katikati ya hizo sura 114 ndani yake kuna sura inaitwa suratu Hudi. Suratu Hudi ni nzuri sura hii kwa wale wanaokupenda history al-qasas, visa mbalimbali vya mitume alayhim salatu wassalam, kwa hizo kazi za kuwalingania watu kutoka kwa sheitani kuja kwa Allah tabaraka wa taala. Faqra in shi'ta, someni mkipenda insha Allah, someni mkipenda suratu Hudi. Aya ya kwanza hatuzungumzii, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano hatuzungumzii. Sisi leo tuko katika aya ya 6. Aya ya 6 ni aya ya aqida sahiha, ni aya miongoni mwa aya zinazolazimisha sisi kuwa na msimamo wa kumjua Allah tabaraka wa taala katika tauhid rububiyya. Nini maana ya tauhid ar-rububiyya? Tauhid ar-rububiyya ni kukubali kwamba Allah tabaraka wa taala huwa al-khaliqun, yeye ndio muumbaji. Huwa ar-razzaqu, yeye ndio mwenye kuruzuku. Huwa fa'alu lima yurid, na yeye ndio anafanya vile anavyotaka. Wa huwa al-awwalu la bidaya lahu, yeye ndio wa mwanzo tabaraka wa taala, hana asili kwamba alikuwepo. Yeye Allah tabaraka wa taala ndiye wa mwanzo kabla ya kuwepo hicho unachokifikiria, na vingine haujapewa uwezo wa kufikiria.
Allah tabaraka wa taala huwa al-awwal wal-akhir, na yeye Allahu jalla jalal ndio mwisho. Hakuna kitakachokuwa cha mwisho baada ya kuangamizwa dunia na vyote vilivyomo, isipokuwa Allah subhanahu wa taala peke yake atabaki. Na ndio atauliza limanil mulku yawm, limanil mulku al-yawm, nani mfalme wa siku ya leo? Hakuna majibu illa lillahi al-wahidul qahar, isipokuwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Kwa hiyo huwa dhahir wal batin. Allah subhanahu wa ta'ala anaonekana zile kazi anazozifanya, sio dhati yake. Ukitazama mti utakulingania, ya Abdallah ud ila Allah, ewe mja wa Allah rejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idha nadharta shajaran wal qamara wash shamsa was samai wal ardi wal insan wal hayawani yad'unaka ila ibadati Allah subhanahu. Kila unachokitazama asili original, basi kitakulingania urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila utakachokitazama takulu laka, kinakwambia ana Abdullah khalaqani hakadha wa ana rasabi lillahi tabaraka wa ta'ala. Kila unachokitazama asili, miti, mawe, milima, ardhi, utahisi kama unaambiwa ewe mja wa Allah rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi ni mja wa Allah tabaraka wa ta'ala, na hapa unavyoniona niko katika subira ya Allah jalla jalalu. Kila unachokitazama, labda fikira yako mbovu imechanganywa na ushirikina. Kwa hiyo vyote hivi ameviumba yeye, ndio tauhid rububiyya, na ndio yeye anaoviruzuku vyote, ndio tauhid rububiyya. Kwa hiyo aya ya 6 katika surati Hudi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'a kullu fi dhalika kull fi kitabin mubin. Wama min daban fil ardi, hakuna mnyama anayeishi katika ardhi, hakuna mwanadamu anayeishi katika ardhi, hakuna mdudu anayesurvive katika ardhi. Maana ni ardhi tu, nje ya ardhi hakuna animals min kitabi wa sunna. Ama haya majitu mengine katika sayansi yao ya wadanganyeni kwamba wanakwenda kwenye mwezi, kuna watu wana rangi ya blue. Hizi ni fikra zao, zibaki ndani ya mji wa Marekani na ndani ya mji wa Uingereza, lakini katika nchi za Kiislamu fikra hii ni shirkia. Inna Allah tabaraka wa taala, Allah azza wa jalla ameumba watu kaweka kwenye ardhi hii, na ndio riziki zao ziko hapa, na ukienda sehemu nyingine uondoke na riziki zako kutoka hapa. Hakuna mtu anayeishi kwenye sayari ya 200 wala sayari ya 990 ngapi. Maisha yote ni hapa, na ardhi hii itagauzwa siku ya kiyama, yauma tubaddaru al-ardi wa ghayra al-ardi was-samawati. Allah ataibadilisha ardhi, ataigeuza kwa matilio mengine, ili sisi tusimamishe kwenye hii itoe ushahidi, hesabu ziishe. Finari waingie watu alhamdulillah, na fi janna waingie janna, falilahi alhamdu wal minna. Hakuna sehemu nyingine utaweza kusurvive. Ndio anasema wama min daban katika fil ardhi wama qala tabaraka wa taala fi sama. Allah kusema fi sama, na kama Allah kusema